Na mimi nilisema pale mbeleni na narejelea tena, ikifika mwaka 2027 tunawanunulia hawa waungwana diaper, tunawanunulia pempa. Manake wao wamekuwa sasa wanatabia ya kuharisha paka kila siku asubuhi, mdomo ni kuharisha tu wao. Na sasa mimi nauliza tena jambo la mwisho, nikiuliza niko hapa Likoni. Niko wapi? Mimi nauliza hivi. Sisi tumesema kama ODM lile la chini tunalitaka ni deputy president, sio? Si tunataka deputy president? Hebu niwaulize nyinyi wana Mombasa, kwa sababu sasa leo mimi nimekuwa nikizunguka na ajenda ya kumuuza Hassan Ali Joho pwani nzima na pata nje ya pwani. Mimi nawauliza nyinyi mama zangu, dada zangu, walezi wetu, vipenzi vyetu, wale ambao kwamba tumewaeka juu, na wauliza nyinyi, kuna tatizo lipi sisi kusema Hassan Ali Joho anatosha? Kuna tatizo lipi sisi kusema mtoto mzaliwa wa pwani anafaa kwenda juu? Kuna tatizo lolote? Kuna tatizo lolote? Na nyinyi uzeni wenu. Sisi tukiuza wetu na nyinyi uzeni wenu. Lakini chuki, kejeli, mambo ya kuanza kuleta lugha ya kugawanyana, that is not the agenda we want for this country. Sisi tunazungumza kama ODM, our first option is to talk to UDM. Our non-available option is to talk to Wamunyoro and those who are supported by Wamunyoro. Ile ambao kwamba haimu katika hesabu yetu ni kuzungumza na wakabila, watu ambao kwamba watatuambia sijui hii Mombasa haina share, sijui huku kwingine hakuna share. Tumeelewana mpaka hapo? Joho. Naitwa Fatma Swale Mote, maarufu naitwa Fatma Kushe, kutoka jimbo la Mombasa. Kwa kusema la kweli nilisikitika sana kumuona kiongozi mwenzetu, kiongozi wa pwani kukashifu Ali Hassan Joho. Wajua, wacha tuseme tu ule ukweli. Kilichochaguliwa na Mwenyezi Mungu, binadamu huwezi kukiangusha. Ikiwa Joho ameonekana na wapwani, wewe ni nani achani wa kumkataa? Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe amemchagua, wewe ni nani wa kumkataa? Ikiwa sisi wapwani tumemchagua, wewe achani ni nani wa kumkataa? Kwa hivyo achani, mimi naweza kukuambia kwamba style up, na wala hutaona Joho akikujibu, wala hutaona kinamishi wakikujibu. Saizi yako ni kina Mheshimiwa Shuhudia, mimi Kushe, na Kwale si yako. Tutavyoga, tutaingia, tumeolewa huko, tumezaliwa huko. Kwa hivyo achani, uweze kutubabaisha. Na kama ni kingpin, tumeamua ni Hassan Ali Joho. Imeisha hiyo. Kwa majina ya Tanzania Medina, mimi kama president wa chama cha UDM, na mimi ni mkono wa Ruto hapa Mombasa. Pia nasimamia wamama. Nimesikitika sana kumuona mama Fatuma Chani ndio mkashifu Ali Hassan Joho. Na chenye kimefanya mpaka kimeshangaza wapwani. Sisi wapwani huwa tunasema tuungana, tutanyanyaswa, hatupati nusu mkate, hatupati space. Lakini leo hii mama Fatuma Chani, wewe kama mama waenda simama kwa jukwaa wa mkashifu Ali Hassan Joho. Rudi nyuma kwa sababu Ali Hassan Joho alipeana pesa 5 million, hakumwalika Mvurya. Na Mvurya ni waziri, ana haki ya kufanya mkutano wake, aende akapeane pesa zake. Joho ametoa pesa kama waziri, na yeye ni waziri, aende akatoa pesa zake. Uchungu waja wapi walikuwa kufaidika? Mamangu Fatuma Chani ni watoto wako Kwale. Hii tabia mama Fatuma Chani umetukwaza. Sisi si watu wa matusi, lakini unavyokuja tutakuregesha. Mama Fatuma Chani, fanya heshima yako na Ali Hassan Joho. Ali Hassan Joho ni kiongozi wa 47 county. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimkuza kisiasa na iwatumia pesa yake, hajaomba mtu pesa. Na kama ni Mvurya yataka kuwa kingpin, hakuna mtu anamkataza. Mvurya atumie pesa tumuone. Mwanaume ni pesa, si maneno. Mvurya alikuwa waziri wa mining, hatujamuona Mombasa, hatukumuona Taita, hatukumuona mahali kokote. Alikuwa kiti yokikalia ndani ya nyumba, akitoka Kwale yuenda Nairobi. Mheshimiwa Joho amepatiwa nafasi ya kiti na Mheshimiwa Ruto, kazi waifanya Kenya nzima, Joho yaonekana. Leo wewe mama Fatuma Chani waumwa kwa sababu wamwona Joho yuwajibika na yuwafanya kazi. Sasa mimi nakuambia kama mama mwenzako, niko katika chama chako cha UDA, kazi anaofanya Ali Hassan Joho hakuna kiongozi yoyote pwani anayeweza. Sarai haezi,
Amason Kingi hawezi, wewe Mvurya huwezi. Mngetuweka sisi watu wa UDA pamoja kwanza, mkatupatanisha, ndio tungejua kama nyinyi viongozi. Acheni wivu. Hassan Joho ndio kiboko wa Kingpin Coast Region.